Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa salama. Tuketi katika Bwana. Okay. Tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tumefika, nafikiri wahubiri wametuambia tumeanza kusama, yaani kuingia ndani kabisa kilindini. Mnasikia kama tunasonga? Bwana asifiwe. Mimi nasikia tumeanza kusama kabisa kwa mambo ambayo yanatuleta hapa, kwa sababu tangu tulipoingia mpaka saa hii ninaamini kila mmoja kuna level ameenda. Bwana asifiwe. Kuna level ambayo tunasikia tumeanza kusindi kuingia, kwa sababu hii vitu inaenda ikitafsiriwa vizuri kabisa, ili uweze kuwa mtu ambaye Mungu amekuita uwe, na ili ukaweze kuleta ile influence ambayo tunasema influence kwa generation yako. Lazima uwe mtu wa tofauti katika kuenenda, katika kuongea, kwa chochote kile unachofanya, uwe mtu wa tofauti kwa wale watu ambao wanakuangalia vile unavyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo naomba sasa turudi kwa ile theme yetu katika kitabu cha Peter, ile ya kwanza, ile ya pili, 1 Peter 2 mstari wa 12. Ule mstari wa 12. Mstari wa 12. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo uwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuse Mungu siku ya kujiliwa. Tiini kila kiamrishwayo na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa, ikiwa ni wakubwa kama wanaotumwa naye, ili kuwalipisha kizazi watenda mabaya na kuwasifu watenda mema. Kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu, kwamba kwa kutenda mema msive vinywa vya ujinga vya watu wafumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Petro alipokuwa anaongea na kanisa, wakati Edwin alikuwa anafundisha hapa, ametukumbusha kwamba tumechaguliwa, tumewekwa kwa kikundi cha makuhani ili tutoe dhabihu. Pia sisi ni wateule, yaani watu wa heshima kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu tumechaguliwa na tumewekwa kiwango cha heshima na Mungu, tunapokaa na watu sasa, Petro anaendelea kuwaambia kwa hiyo 12, tuwe na mienendo mizuri katikati ya mataifa. Na tunapoongea katikati ya mataifa, siamini tunaweza kuwa na mienendo mizuri kwa mataifa peke yake. Si kuna watu tunaishi karibu na wao? Bwana asifiwe. Anasema wakati tunapokaa kwa mataifa, kwa sababu sisi ni tofauti na mataifa, mienendo yetu iwe ya tofauti.
Alafu sasa hapa naona si mataifa peke yake, hata wale tunaoishi karibu na wao, si pia hata wao wanatutazamia, na sisi ni watu ambao wamechaguliwa. Brother Julio kuna kitu alisema, kuenda kanisani huwezi kukufanya Mkristo. Kwa hivyo hatuwezi tukaamini na tukasema kwamba wale wote tuko na wao kanisani ni watu ambao wamebadilika, ni watu ambao wameokoka. Hapana. Pia tukiwa kwa hata kanisani, tukiwa sehemu tunapokaa na wale tunakaa pamoja na wao, tujulikane kwamba sisi ni wakilishi wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Hapo ameendelea kusema wakati wanapojaribu kuongea mambo yetu ya kutuharibu. Bwana asifiwe. Wakati Edwin alisimama hapa aliongea kuhusu accusers, watu ambao wana staki wengine, na tukajua shetani ni mustaki. Shetani anakaa hata anaweza ingia hata hapa kanisani. Na kazi yake si ingine, si ya kukusifu. Kazi yake ni kutafuta nini? Makosa. Na hata makosa ikikosekana, unaweza ukawekelewa makosa. Amen. Lakini kwa sababu umesimama vizuri katika matendo yako na katika imani, matendo yako yatakutetea. Namna gani? Kama vile tulipewa mfano wa nini? Wa Daniel. Wakati wale watu waliangalia wakaona huyu mjamaa hata tukitafuta jambo kwake alitapatikana, lakini tukitafuta kwa Mungu wake ambaye anaabudu tunaweza mpata haraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akasema tuwe tayari hapa, tusimame vizuri, ili wakati hao watu watatuletea, watatustaki, matendo yetu iweze kututetea. Bwana Yesu asifiwe. Na matendo yetu yakitutetea, matendo yetu yakitutetea, pale hapo ameongea tena, amesema ya kwamba kuna watu wanaongea mambo ya upumbavu, mambo wasioelewa katikati mwetu, wale wanatafuta maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili matendo yetu yawaibishe, wasimwe vinywa vyao. Bwana asifiwe. Yale walikuwa wanakusudia kukuharibu naye, yale walikusudia kuwekelea wewe, matendo yako yasime vinywa vyao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu ya hili, ningalipenda tuangalie katika kitabu cha Proverbs 3, Proverbs 11. Proverbs 11 ule mstari wake wa kwanza na wa pili. Proverbs 11 verses 1 and 2. Mizani ya adaa ni chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawa sawa umpendeza. Ijapo kiburi, ndipo ijapo aibu, bali aibu ukaa, bali hekima ukaa na wanyenyekevu. Bwana asifiwe. Sasa hapo nataka tuongee kuhusu unyenyekevu, kwa sababu hatutaweza kushinda tukiwa tu hatuna unyenyekevu. Na wakati maandiko yanaongea kuhusu mizani ya adaa, hiyo ni kipimo ambao kinaiba, ambao hakiko accurate, kipimo ambao hatuwezi kikaleta accurate ya kilo ambazo zimewekwa ndani yake. Ni chukizo mbele za Mungu. Na wakati Mungu anaongea kuhusu kipimo, anaongea kuhusu vile unavyotenda. Bwana asifiwe.
Wakati Julia alikuwa anaongea hapa kuhusu upendo, kwa sababu ameongea kuhusu upendo na ameingia ndani sana, na ametuelezea upendo ni tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hili tunda la Roho Mtakatifu ni la kukusaidia unavyotenda, matendo yako yawe na nguvu ndani yake, usiye ukajifanya, kwa sababu tumeona kuna upendo wa nini? Wa kujifanya. Bwana asifiwe. Sasa ukiwa na upendo wa kujifanya, hiyo kipimo yako iko sawa? Hiyo kipimo unatumia ni kizuri? Tuseme unanikutane wewe una urafiki ndani yako, unichekeze, unisalimie, tuongee vile nione kama unanipenda kabisa, lakini moyoni wako hiyo kitu haiko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko yametuelezea vizuri kipimo cha hatari ni sikizo kwa nani? Ni sikizo kwa Mungu, mbali vipimo vilivyo sawa sawa kumpendeza. Amen. Kwa hivyo Mungu hufurahi wakati tunapofanya kitu kwa ukweli. Chochote unachofanya unafanya kwa nini? Kwa ukweli kabisa, bila unafiki. Kwa sababu hata kama unanidanganya mimi, hauwezi ukamdanganya nani? Mungu huwezi ukamdanganya. Huwezi ukafanya danganya nani? Mungu. Kwa hivyo unavyofanya kitu, jua unafimwa. Mungu anakuangalia unafanya nini? Kuna mambo yako katika kitabu ya Danieli 5:25 inaongeaga kuhusu mfalme anaitwa Belshaza. Huyu mtoto alikuwa mtoto wa Nebukadnezar. Bwana asifiwe. Siku moja akaandikiwa Mene Tekeli. Hiyo maneno ilipotafsiriwa ilikuwa amefimwa na kipimo, amekataa kufanya nini? Kutoza. Amen. Kwa hivyo wakati unapofanya mambo, kipimo ya Mungu inakupima, ili kama unafanya kwa ukweli ama unajifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu hufurahia kipimo za nini? Za kweli. Hii kitu naye inasababishwa na nini? Hapo chini nimetuambia ijapo kiburi ndipo ijapo aibu. Sisi watu wa Mungu ambao Mungu ameita, ni vizuri kuelewa wakati Mungu ametuinua, wakati Mungu ametufanyia mambo mazuri, wakati Mungu ameanza kukubariki, kuna kitu kingine kinaweza kikasupuka ndani yako. Na hii kitu naye ikisupuka, kile kitaleta ni nini? Mwisho wake itakuwa nini? Mwanguko. Bwana asifiwe. Kiburi ikiinuka inaleta nini? Mwanguko. Lakini hapo chini maandiko yanasema hekima ukaa na wanyenyekevu. Hekima ukaa na nani? Wanyenyekevu. Kwa hivyo tujifundishe wakati wowote, pahali popote ulipo, kwa sababu Mungu ametuweka sehemu tofauti za kazi, tuelewe kwamba Bwana atakapoanza kutubariki, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kunyenyekea si ujinga. Kunyenyekea si ujinga. Na kunyenyekea si kumaanisha una nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kiburi kinapokuja, hapo ndio kuanguka kwa mtu. Na wakati mwingine, wakati ninafundisha watu mambo ya Mungu, ninawaambiaga waangalie askari. Kwa sababu askari, mtu akisukuliwa askari, unajua anaendaka mafunzo. Si wanaendaka mafunzo? Wanakaa kule miezi ngapi? 6. Hiyo ni kitu mnajua, si mnajua maneno ya askari na nyinyi? Mbona mnanyamaza kama hamjui? Bwana asifiwe. Na hii miezi 6 unafikiri ni bunduki peke yake anafundishwa kukoa na kupiga? Sana sana anafundishwa kujilinda. Ili akienda kwa vita ashinde, si akufe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata sisi
Wakati Mungu ametuchagua na ametuweka kama watu wake, majaribio ni mengi barabarani. Amen. Majaribio ni mengi. Na kwa sababu majaribio ni mengi, lazima tujifundishe jinsi ya kujikinga, ili hata majaribio yakiingia ya kuanza kama umesimama mzima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kiburi kiingia ndani yako, tumeambiwa huo ndio kuanguka kwa nani? Kwa mtu. Ukianguka si umefika mwisho? Ukianguka umefika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tujilinde, ili wakati Mungu atakapoanza kutuinua, majaribio yakiingia ama tukikosea kitu, kukitokea kitu fulani, tukiwa tumejifundisha kunyenyekea, haleluya, tutaleta furaha kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si tuanguke. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Mungu anapoanza kutuinua, vitu vingi vinatokea ndani mwetu. Haleluya. Na hivi vitu ambavyo vinatokea vinasababisha wengi wetu kuanguka, wengi wetu kupoteza imani, wengi wetu kukosa mwelekeo. Lakini mapenzi ya Mungu, haleluya, ni tusimame imara na tuweze kushinda. Kwa hivyo hatuwezi tukashinda bila kuwa na unyenyekevu. Haleluya. Wakati wowote kuwa mnyenyekevu kwa kazi unayofanya, kwa kanisa unayokaa, popote unapofanyia Mungu kazi, jua kwamba sisi tumeitwa mwito wa kunyenyekea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Petro 5, Petro wa kwanza 5 mstari ule wa 5. Vivyo hivyo ninyi pia vijana watiini wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Bwana asifiwe. Ningependa tuangalie pale hapo vizuri. Huyu ni Petro anaongea na vijana kama nyinyi. Bwana asifiwe. Akawaambia, hivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu. Ukisoma kwa Kizungu inasema ni kama mavazi, tuvae unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Tuvae unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Mungu hupinga wenye kiburi, lakini wanyenyekevu huwapa nini? Neema. Kwa hivyo akawaambia, na nyinyi wa vijana watiini wazee. Haleluya. Nyinyi kwa nyinyi tumekianeni, mkivaa nini? Unyenyekevu. Kutumikiana si kusaidiana? Kwa kazi tunazofanya tusaidiane, tutumikiane. Mimi nikutumikie, wewe unitumikie. Vijana watii wazee, hata wazee waheshimu nini? Vijana. Tutumikiane, kwa sababu Mungu pinga nini? Mwenye kiburi, lakini wanyenyekevu anawapa neema. Kwa hivyo ili sisi tupate neema ya kumtumikia Mungu kiwango kinachohitajika, kiwango ambao sasa tunasikia tunafundishwa hapa, kwa sababu zile level nasikia tukifundishwa na vile naipo tukisogeshwa neno, kuna vile tunatakikana tuwe katika kazi ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio ndani, ili awekeze
awakweze kwa wakati wake. Tunyenyekee katika mkono wa nani? Wa Mungu, ili naye atuinue wakati ufao utakaofanya nini? Utakaofika. Saa ingine wakati nasoma haya maandiko kuna kitu najiuliza. Kwa hivyo nyenyekeeni. Haleluya. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Mkono ulio hodari si ulio na nguvu? Nyenyekeeni kwa mkono ulio hodari ili awakweze, kwa mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake, ili Bwana atuinue kwa wakati wake utakapofika. Amen. Kuna wakati wa Mungu wa kuinua. Sasa ile nilikuwa nawaambia inanisangazaga, nijiinue saa hii, nijiinue wakati wa Mungu hujafika, nijiinue. Sasa iwe wakati nimejiinua, Mungu naye amepanga kuja kuniinua. Itakuwaje? Si atakususa kwa sababu au kuinuka kwa wakati wako. Bwana asifiwe. Na hii ni hatari sana katika maisha ya Mkristo yeyote yule. Bwana asifiwe. Mungu ametuita atuinue. Hapo maandiko yametuambia Mungu anapea wanyenyekevu nini? Neema. Na neema naye inakusaidia kufanya kitu ambao unafanya nini? Unafanya. Kama wewe ni mwimbaji, Mungu anakunyenyekea. Kwa sababu unajua hata waimbaji wengine wanabarikiwa. Unaweza kuwa wewe ndio mwimbaji gizani. Na itiwe mic uimbe uone tu hiyo siku huyo mtu ataka. Haleluya. Tunaambiwa tunyenyekee katika huduma ambazo tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaponyenyekea Mungu naye atupe neema ya kufanya ile kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiwa tunafanya zile kazi, Mungu ana mipango ya kuja kutuinua. Kwa hivyo tunaambiwa tunyenyekee kwa mkono wa Mungu ulio hodari, ili wakati ufao utakapofika atuinue. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tunapofika hapo inatufundisha kwamba hakuna maana ya kujiinua kwa wengine. Hakuna maana ya kusema wewe ni fulani. Haleluya. Na hata kama kuna mahali pengine unafikiria Mungu akupeleke, si wewe utajiinua ujipeleke pale. Mungu ana uwezo, mkono wake ndio hodari. Una uwezo wa kukuinua. Haleluya. Kwa hivyo tunyenyekee kwa mkono hodari wa Mungu, ili wakati ufao utakapofika aje atuinue. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, mafundisho ambayo tunafundishwa hapa tunafundishwa ili tunapotoka hapa kule makanisani mwetu tuwe watu wazuri sana wa kuwa kielelezo kwa wale wengine tulioacha. Kwa sababu ninajua youth haikuingia yote huku. Kuna wengine tumeacha kule nyumbani. Haleluya. Na huenda kuna pahali tulikuwa tunakuarusana, kuna pahali tulikuwa tunaumizana kimawazo. Tunaporudi turudi kama watu wengine, watu ambao wameelewa kitu, kwa sababu tumekuriniwa siku nyingi na kuna kitu tumepokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tusijifanye wagumu kwa Mungu. Yaani tusijifanye kuwa mzigo kwa Mungu. Wakati Mungu anafikiria kuja kukuinua, akute ulipanda zamani. Sasa iwe kazi yake tu ni ya kuteremsha, kwa sababu ulipanda kwa wakati hukufaa. Haleluya. Tena kuna kitu kingine ambayo tumefundishwa hapa kwa ile love. Bwana asifiwe. Tumeambiwa ile vitu vinatoka na tunda la Roho inalotoka ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kitu ambacho kimetoka kwa moyo kabisa. Bwana asifiwe. Uwe hata kama kuna kazi unatamani kufanya, iwe hiyo kitu iko kwa moyo wako. Au ufanye ndio tuone umefanya. Haleluya. Unafanya ili Mungu afanye nini? Atukuzwe. Yaani tuwe energy nyingi ambayo tunatumia
ni ya kupanga vile Mungu atafanya nini, atatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Katika kitabu cha Luka 14, Luka 14 mstari wa 11. Luka 14 mstari wa 11. Kwa maana kile ajikwezaye ataadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Akawaambia na yule aliye, Bwana asifiwe sana. Hiyo 11 inasema atakayejiinua atachuchwa, na yule naye atakayejisusa atainuliwa. Kwa hivyo ni vizuri tujifundishe kunyenyekea, tukingojea siku ya Bwana itakapofika apate kutuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 11 mstari wa 29. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini kwenu. Yesu ndiyo aliyenena haya, na alinena na wanafunzi wake na watu waliomwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akasema jitieni nira yangu. Nira ya Yesu ilikuwa gani? Si mnaielewa? Si Yesu alikuwa mtumishi? Bwana asifiwe. Yesu alikuwa mtumishi wa watu, na katika kazi yake aliyofanya ilikuwa kazi ya nini? Ya kunyenyekea. Anapodharauliwa yeye ananyenyekea, anapopingwa yeye ananyenyekea. Sasa anasema tujitie nira yake na tujifundishe kwake. Ukitaka kuwa Mkristo mzuri, angalia tu mienendo ya Yesu na matendo ya Yesu aliyofanya hapa duniani bila alivyoenenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Kwa hivyo tieni nira yangu na mjifundishe na mimi. Bwana asifiwe. Tujifundishe na nani? Na Yesu. Kwa sababu gani Yesu alisema mambo haya? Kwa sababu katika ulimwengu mambo ni mengi ambayo utapitia, na mengine si mazuri, ni mabaya. Na haya mabaya utapata kwa sababu umefanya mabaya. Wakati mwingine utakutana na mabaya wakati umetenda mazuri. Waweza utendea watu mambo mazuri ukifikiria watakupenda, lakini ukute ndio wamekukataa kabisa. Haleluya. Lakini Yesu naye alikuwa na mpango, kwa sababu alikuwa anajua anatumika kwa ajili ya nini. Kwa hivyo hata sisi anasema tujifundishe na yeye. Yeye alikuwa na maono ambayo yalikuwa yanamsukuma kufanya kile alikuwa anafanya nini? Anafanya. Kwa hivyo hata na sisi kama sisi ni Wakristo ambao Mungu amewaita na ambaye Bwana amewachagua, ambao Bwana amewaweka kando kwa ajili yake, kila wakati tuelewe kwamba yale tunayofanya tunasema tunafanya kwa sababu ya Bwana. Kwa sababu kwa kitabu ambao tumesoma hapa ya hii Pita ya pili imetuelezea kwamba tutii
mambo yote ambayo tutakayoelezewa kuhusu nani? Mungu. Chochote tutakachoambiwa fanya na unafanya kwa sababu ya Mungu, fanya hiyo kitu bila kunungunika, kwa sababu unajua sababu ya kufanya. Haleluya. Yesu akasema tuweke nira yake na tujifundishe kwake. Yeye ni mpole na yeye ni mnyenyekevu. Kwa hivyo wapendwa, tumeitwa kutumika katika unyenyekevu, tumeitwa kutumika katika upole, na wakati wowote ule unapofanya kazi ya Mungu, hata akitokea mabaya, unajua Yesu ako. Hata ukidharauliwa, unajua Yesu siku yake iko atakayokuwa kuja kukuinua, na Yesu atakapokuinua waliokupinga. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuliambiwa Danieli alipingwa na watu wakatafuta njia, na Danieli akapatikana. Na katika kupatikana kwa Danieli naye akasimama katika nafasi yake. Haleluya. Akamwambia mfalme, sitaabudu miungu yako hata kama ni namna gani. Mungu wa Israeli ndiye Mungu. Wakaamua kumruhusa kwa moto. Mungu naye akakutana naye kwa moto akamuokoa. Haleluya. Baadaye waliofanya miungu yao wakatangaza wakasema, nchi ya Babiloni yote hakuna Mungu mwingine atakayeabudiwa ila Mungu wa nani? Wa Danieli. Hayo mambo yalifanyika kwa sababu ya msimamo ya nani? Ya Danieli. Kwa hivyo hata na sisi ambao tuko katika hii nafasi ya kutetea imani katika ulimwengu huu, hivi vitu vyote ambao tunasoma katika Biblia, kuna watu kama sisi walisimamia imani, wakapigania imani yao. Haleluya. Mwishowe wakashinda, na njia walioshinda naye, kwa sababu tuliambiwa kama Petro alinyongwa, aliwekwa msalabani, lakini alikuwa anateremsha nini? Hizo. Haleluya. Na kumkana Yesu, alisema Yesu ndiye Bwana na hakuna mwingine katika ulimwengu huu. Yeye akafa hivyo, ushuhuda wake ukabaki. Haleluya. Na kati yao kuna wale walishinda katika hayo majaribio tu ya kuuawa, kama wakina John ambaye aliuawa na njia zote akakataa kufa. Haleluya. Na kupitia wao tuko pale tuko sasa. Kwa hivyo wapendwa, hatutashinda kwa kiburi. Amen. Na hatuta-influence kwa nini? Kwa kiburi. Kile tutakayoshinda naye ni unyenyekevu. Kwa sababu tukinyenyekea, tukitumikiana, wewe ukimtumikia ndugu yako akikutumikia, mzee akitumikia, wakikubaliana na kijana, huwa hakuna mgongano katika kazi ambayo wanafanya. Sifa zitamrudia yeye aliyetuita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo ni vyema kama watu wa Mungu kuelewa kwamba mwito ambao Mungu ametuita tuweze kunyenyekea, na kama sisi ni Wakristo ambao wanaitanishwa na Kristo Yesu, ni vizuri kuelewa tunapookoka na tunapofundishwa mambo ambayo tumefundishwa, lazima mienendo yetu ianze kubadilika. Na mienendo yetu ikianza kubadilika, Mungu ataanza kufurahi na sisi. Na wakati Mungu ataanza kufurahi na sisi, ataanza kutubariki. Amen. Ataanza kuachilia baraka zake juu yetu. Sasa hizi baraka nazo atakazowasilia isianze kusibua vitu ndani yetu. Haleluya. Kwa sababu tumeambiwa Mungu upinga mwenye nini? Kiburi, lakini umuinua mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo baraka ambazo tutapokea kwa Mungu kwanza itusaidie kunyenyekea. Sawa sawa? Haleluya. Kwanza itusaidie kufanya nini? Kunyenyekea. Maandiko yametuambia kunyenyekea kwa mkono ndani wa Bwana ambao una nguvu, ili wakati ufaao utakapofika, haleluya, atuinue. Na tukifanya hivyo, Mungu atatubariki. Haleluya.
Isikae maagizo ambayo mafundisho ambayo tumefundishwa uyasike vizuri. Haleluya. Unajua tunaweza hata kufundishwa tuinuke na kiburi tujue tuende tukisema vile tunajua. Bwana asifiwe sana. Mambo ambayo tunaelewa ama tunajua kuhusu huu ufalme, wacha yatusaidie kunyenyekea. Yatusaidie kuwa watiifu. Haleluya. Yatufundishe kuwa wapole. Wakati ufao wa Mungu ukifika atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuombe kwa sababu ya neno la Mungu. Lakini ninakuomba kabisa kwa baraka za Mungu ambaye aishie milele, usitoke katika huu mkutano urudi vile ulivyoingia. Wacha ianze ndani yako, na mafundisho tunayofundisha yalete mahusiano yetu na Mungu yawe mazuri zaidi, ili Mungu afurahi na sisi. Atakapofurahi ataanza kuachilia baraka zake juu yetu, na atakapoanza kuachilia baraka zake na neema itatupeleka mbali katika ufalme wake. Amen. Baba, tukushukuru, tusema asante kwa sababu ya neno lako. Asante Mungu wetu kwa sababu hii wiki yote Mfalme tumefundishwa mengi, na yote ambayo tunafundishwa ni ili Bwana tukaweze kuelewa jinsi ya kutembea katika ulimwengu huu, kwa sababu Bwana tutembea kati ya watu ambao hawana haya na injili ama imani hii wanayoipinga. Lakini Mfalme wa rehema, unatufundisha ili tupate nguvu na hekima ya kushinda kila majaribio yawezaye yakaya upande wetu. Endelea kuwa pamoja nasi, na endelee kubariki watoto wako na kuwapa nguvu. Neno lako liwainue na liwafikishe viwango ambavyo Bwana umepanga kwa ajili yao. Nasi Bwana utakapoendelea kutuinua, tutakubariki, tutakuinua kwa jina la Yesu. Naomba Bwana na tuamini. Amen.